Ripoti ya pamoja iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, Umoja wa Afrika UNDP pamoja na UNEC nchini Morocco katika kongamano lililokuwa likijadili athari za vita vya Mashariki ya Kati katika nchi za Afrika imeeleza kuwa uchumi wa Afrika unaweza kudorora kwa mwaka 2026. Ripoti hii inaenda mbali zaidi na kueleza kwamba endapo mgogoro huu utakapoendelea kwa kipindi cha miezi 6 au zaidi, huenda tukashuhudia uchumi wa Afrika ukishuka kwa 0.2%, huku sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo pamoja na ugavi wa bidhaa muhimu kama vile mafuta na mbolea ukishuhudia kupitia changamoto kubwa zaidi, hali ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa chakula pamoja na kufanya gharama za maisha kuwa juu katika bara la Afrika. Sasa katika kuelewa hali hii kwa kina, nimeweza kufanya mazungumzo hapo awali na Profesa Kitojo Wetengere. Huyu ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi, lakini pia sambamba naye alikuwepo Hamdun Maseli, mchambuzi wa siasa za Afrika na mwanamajumui wa Afrika. Nikianza kwako Profesa Kitojo Wetengere, ripoti inaonyesha hatari ya kupanda kwa gharama za maisha kutokana na bidhaa za mafuta na mbolea kuwa juu. Sasa kwa mtazamo wako kama mchumi na mwanadiplomasia wa uchumi, Tanzania ina nafasi ya kujilinda dhidi ya mshituko huu au bado tupo katika utegemezi mkubwa wa soko la kimataifa kama ilivyo kwa nchi nyingine za Afrika? Mimi athari ambazo ninaziona zitatokea naziangalia katika njia zifuatazo. Namba moja, athari ambazo zitatokea kwa kuongezeka kwa bei ya mafuta, kwa sababu mafuta ni nishati ya muhimu katika usafiri, katika uzalishaji wa bidhaa. Kama ulivyosema, nauli zitaongezeka, bidhaa za viwandani ambazo zinategemea mafuta nazo zitaongezeka kwa kasi. Kama vita hiyo haitakoma, itaendelea. Hiyo ni athari ya kwanza. Lakini athari ya pili ni ile ambayo nchi za magharibi ambazo pia zinategemea mafuta kama nishati ya muhimu zinaweza nazo pia zikaathirika, sio zinaweza zitaathirika pia. Kwa hiyo kuna hatari ya nchi hizo kukata misaada ambayo tulikuwa tunaipata. Kuna athari ya watalii ambao walikuwa wanatoka katika nchi hizo mbalimbali kusafiri Tanzania kwa sababu ya gharama kubwa kuongezeka, wanaweza wasije. Kuna athari ya bidhaa nchini mwao pia wanazalisha nchini mwao zikaongezeka. Kwa hiyo zote hizi ukiona mwisho wa siku zinatuathiri sisi Afrika ambao hatujaweza kuwa na mfumo mzuri wa kujikinga na hatari hizo zinapokuwa zikitokea. Shukrani sana Profesa Kitojo. Nikirejea kwa Hamdun Maseli, kutokana na utegemezi ambao ameubainisha awali hapo Profesa Kitojo, je, hali hii inaakisi udhaifu wa kisiasa na kimkakati kwa nchi za Afrika katika kujitegemea, au ni matokeo ya nafasi ndogo ya bara katika maamuzi ya siasa za kimataifa? Jambo moja kubwa la kuzingatia ni kwamba Afrika tumejisahau kwa siku nyingi na kwa muda mrefu, na wale watu ambao walikuwa wanaonekana kujitambua zaidi katika Afrika kwa bahati mbaya wote wameisha. Ndio akina Mwalimu Nyerere, akina Osagyefo Nkrumah, akina rais wa Misri na wengine wengi ambao kwa sasa hawapo, na kutokuwepo kwao sasa kunasababisha tuanze enzi mpya za kujaribu kutafuta jinsi gani za kujitambua, kwa sababu Afrika katika hali ya kawaida haikutakiwa kuwa katika hali hii, kwa sababu ni muda toka miaka 60 ya uhuru na wengine pengine kabla ya miaka 60 kile miaka 50 Afrika ilitakiwa kuwa imefanya maandalizi ya kutosha kukabiliana na majanga kama haya yanayosababishwa na wale wanaopengine ambao wameamua kuwa wababe au viongozi wa kidunia waliojiweka wenyewe, self imposed leaders ambao wa ulimwengu. Lakini pia kulitakiwa rasilimali zetu, hata kama tunaibiwa ni kweli, lakini hizo chache kama zingetumika vizuri, Afrika ingekuwa kwenye hatua nyingine. Kwa mfano, tuna mafuta. Afrika leo haikutakiwa kuwa ni miongoni mwa mataifa yenye kupiga kelele mafuta. Angola ina mafuta, Gabon ina mafuta, Uganda sasa ina mafuta, Nigeria ina mafuta, Algeria, Misri kwa kiwango fulani, na kwingineko. Shukran Hamdun Maseli. Profesa Kitojo, alichozungumza Hamdun ni kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zinaonekana kuwa ni wazalishaji ama wanaonekana kuwa na nishati hizi za mafuta pamoja na gesi ambazo zinahitajika kwa wingi sana hivi sasa barani Afrika. Je, hali hiyo inawaweka wapi sasa kama wazalishaji, na
huenda tukashuhudia pengo la kiuchumi baina ya nchi za Afrika? Nafikiri mzungumzaji aliyopita ameongea vizuri sana kwamba ubabe huu ambao unaendelea duniani huko tumekuwa tukiona ukiendelea, na Afrika ingeutumia ubabe huo kama fursa wa kujiandaa katika majanga yote ambayo yanaweza katokea. Zipo nchi za Afrika ambazo zina mafuta, na changamoto kubwa katika nchi hizo ndizo nchi ambazo zina ufisadi mkubwa wa kupindukia, kiasi kwamba nashindwa hata kujua kwamba huo mkakati wa kujitegemea sisi kama Afrika utafanyikaje. Sisi pia hata jirani yetu tunamwona Uganda naye ana mafuta, na tunaona bomba la mafuta linajengwa kutoka Uganda kuja Tanga, ambapo ndio itakuwa sasa inasafirisha ama kutoka. Lakini swala ni kwamba je, upatikanaji wa mafuta Uganda unatumikaje kama mkakati wa kujikinga na majanga kama haya yanapoweza kutokea? Kwa sababu huu sio mwisho wa majanga haya, huu mimi naona ni mwanzo tu, ni muendelezo actually wa hali kama hiyo. Kwako Hamdun, unadhani ni mikakati gani ambayo sasa serikali za Afrika inaweza kuweka kwa pamoja na kuhakikisha kwamba faida hizo zinapatikana ili kupunguza pengo la kiuchumi na kisiasa ndani ya Afrika Mashariki, lakini pia hata bara zima la Afrika? Moja ni kufufua mikakati ambayo walianzisha viongozi wa Afrika na ikahitimishwa na marehemu Muammar Gaddafi, kuwa na soko la pamoja la Afrika. Bara lenye watu bilioni 1 na upuzi, ni soko la kutosha. Waanze hiyo. Habari ya sarafu wanaweza kuachana nayo, lakini waanze hiyo. Tuanze kuuziana. Njia za mawasiliano ziwepo baina ya taifa na taifa. Tupunguze migogoro ya bidhaa zisizokuwa na nini yani hizi na tariffs nini tuwe nazo. Tuanze kufungua mipaka, tupunguze urasimu wa masuala yanayohusiana na biashara baina ya mipaka ya nchi moja na nchi nyingine. Tukifanya hivi tutafanikiwa sana. Tunaweza tukachagua hela ya kutumia katika hili, au tukawa na mfumo fulani ambao utasaidia hela tutakazotumia katika kuhakikisha kwamba tunauziana. Mafuta yanakopatikana na gesi. Tanzania kwa mfano sasa hivi na gesi nyingi. Algeria inajulikana kuwa na gesi nyingi. Msumbiji inajulikana kuwa na gesi nyingi, na mataifa mengine. Tuanze kuona jinsi gani ya kufanya biashara pamoja. Haya mambo hayahitaji tena kuwa na urasimu mrefu ambao utatuharibia murua katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na nguvu ya pamoja. Tuunde jeshi la pamoja linaweza kudhibiti hali ya ugaidi na vitu vingine. Tuondoshe kando yanayoleta vurugu katika siasa za ndani za mataifa yetu, ili kutokukaribisha uadui na kukaribisha uhasama ambao unasababisha kuwepo na makundi ya kigaidi yanayosababisha vurugu na jinsi hiyo. Tuanze kulainisha njia za mawasiliano na lugha baina yetu. Kwa mfano, Kiswahili leo ni miongoni ni lugha ya Afrika na lugha nyingine ndogo. Tuanze kuona jinsi ya kusaidizana bila kujali nani mkubwa zaidi na nani mdogo zaidi. Tuondoshe fikra za kudharauliana na tuondoshe fikra za kuanza kuwa vibaraka wa mabeberu fulani. Tuanze kufungua njia zinazoweza kusaidia Afrika kuwa pamoja. Tuna soko kubwa mno, tuna watu wengi mno, tuna bidhaa nyingi mno, mbali ya mafuta, nishati, bidhaa nyingine za nishati zipo Afrika. Dr. Hamdun Maseli, nimalize kwako Profesa Kitojo. Sekta ya kilimo na pamoja na mnyororo wa ugavi ni moja ya sekta ambazo zinaguswa moja kwa moja na athari za mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Sasa vita hivi vitaleta athari gani kwa uzalishaji wa chakula na upatikanaji wa tuseme pembejeo muhimu kama vile mbolea na viuatilifu ambavyo vinatumika kwa wingi sana kwenye kilimo na kuongeza uzalishaji kwa namna moja ama nyingine? Jambo ambalo naona mambo mawili makubwa ambayo yanaweza kutuletea athari kubwa. Moja ni mfumuko wa bei kuwa mkubwa wa bidhaa zitakazozalishwa, kwa hiyo kupelekea vurugu kama serikali haitaingia kuweka ruzuku katika uzalishaji wa hizo bidhaa. Lakini jambo la pili naloliona ni baadhi ya wakulima, kwa sababu ya kuongezeka kwa gharama, kwa mfano mbolea, kushindwa kabisa kuzalisha. Kwa hiyo iko hatari kama serikali haitaingia kuweka ruzuku, kwa mfano kwenye vitu ambavyo vinazalishwa kama mbolea na viuatilifu vingine ambavyo ni muhimu kwa uzalishaji, wakulima wakashindwa kuvinunua. Kwa hiyo
kukawa na anguko kubwa la uzalishaji kwa upande mmoja, lakini upande mwingine kama nilivyosema nimeongelea tu usafiri wa ndani, lakini kuna usafiri pia wa kimataifa kwa kuongeza gharama za usafirishaji, wasafiri wengi kushindwa kusafiri kuja kama watalii, mwingiliano wa wafanyabiashara pia kushindwa. Kwa hiyo unaona kwamba athari inaweza kuwa kubwa kwa vitu vingine ambavyo havionekani moja kwa moja, lakini vipo tatizo makubwa hasa kwenye upande wa chakula. Sawa, nawashukuru sana Profesa Kitojo Wetengere sambamba na Hamdun Maseli kwa mchango wenu siku hii ya leo. Nashukuru sana.